بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia ziada rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Suala la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, suala ambalo Allah tabaraka wa ta'ala awsa bih katika kitabu chake fi ayatin kathira, katika aya nyingi sana. Alika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam usia watu wa umma wake juu ya kutekeleza jambo hilo, kwani ndiyo jambo ambalo litamwokoa mwanadamu na adhabu ya Allah subhanahu. Allah tabaraka wa taala alizungumza katika Qur'an akielezea baadhi ya mambo yatakayotokea fi yaumil qiyama, siku ya kiyama. Akazungumzia sala la sirat pale aliposema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hakuna yeyote katika wanadamu, katika viumbe, ila ni lazima atapita katika sirat. Ahlul ilmi wanasema sirat ni at-tariqatul mansuba ala matni jahannam, ni njia ambayo imenasibishwa, imewekwa katika mgongo wa jahannam. La yadkhulu ahadun min al-bashar, la yadkhulu ahadun al-jannata aw an-nar illa ba'da al-'uburi fiha, hatoingia yeyote peponi au motoni, a'adhana Allah wa iyyakum minan nar, isipokuwa ni lazima apite katika hiyo sirat. Katika hiyo sirat mtume Allah tabaraka wa taala anasema thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawaokoa wale ambao waliomcha Allah tabaraka wa taala, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalim katika sirati hiyo wakiwa ni madhalili, hali ya kuwa wamepiga magoti. Hii ni audio ya pili katika audio zangu za kuwazungumza hawa vijana wawili na kuzungumza miongoni mwa abatil walizozitoa katika muhadhara, ambao hakikatan waliwapotezea muda wa Islamu, kuzungumza habari ambazo zimepita, habari ambazo yani maneno ambayo wallahi yatajannabu minha al-labibu al-fatin. Mtu ambaye al-labibu al-fatin tajannab min hadha al-kalam, mara fulani kafanya hivi, mara fulani kafanya hivi, mpaka akaja kulizungumza mimi na kuashiria watu kwamba mimi naburutwa na ahli yangu nyumbani, kwa sababu nilikuwa tayari nimeshitia azma ya kuondoka Fuyushi, lakini baada ya kuambiwa na ahli yangu nikaonekana kwamba sina neno mimi mbele ya mke wangu. Ghafara Allahu laka ya akhi, Allah tabaraka wa taala akusamehe. Sasa maneno haya ni maneno ambayo mfano wake, maneno haya na mfano maneno ambayo la yastafidu minhu almubtadi wa yastaghni anhu almuntahi, ni maneno ambayo mtu ambaye anaanza katika talabul ilm la yastafidu minha, hana chochote katika faida ambayo atakayopata. Na maneno mengi ambayo sitaki kuzungumza chochote katika haya, isipokuwa audio yangu hii ya pili ninazungumzia pointi mbili kuu. Pointi ya kwanza inahusu dandana ambayo imeenea katika masikio ya watu masalafi hivi sasa, kwamba Abu Muawiya bwana ni maftun, kama alivyosema Abu al-Fadhl hadana Allahu tabaraka wa taala wa iyyahu. Lisha Abu Muawiya maftun? Ni kwa sababu gani Abu Muawiya amekuwa maftun? Wanasema maulama wametahadharisha markazi ya Darul Hadithi bil Fuyush, ama kalima maftun ameitoa Sheikh Abdullah al-Bukhari, ili amelikariri Abu al-Fadhl, pia amelikariri Habibi Abu Umair katika maneno yake, na anawashauri watu wanipelekee mimi lawama. Sasa nataka niguse kidogo pointi hii. Ndugu zangu katika imani, Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari ni katika maulama wa ahli sunna wal jamaa wa asrihi, lakini si katika maulama kibar, Sasa ikiwa mnatulazimisha kwamba ni lazima tuchukue maneno ya kibarul ulama, sisi tutachukua maneno ya kibarul ulama, lakini huyu muondoshe maneno yake, kwa sababu nyingi sana ambazo nashindwa kuwaeleza na nashindwa kufikiria kwa nini wanazipetuka sababu hizi hawa vijana. Kwa Sheikh Abdullah al-Bukhari umri wake ni miaka 48, umri ambao amempita Sheikh Abdurrahman al-Adani kwa mwaka mmoja au kidogo. Sasa mbona huyu amekuwa ni katika kibarul ulama? Watakhudhuna biqawli watabluna ala qawlihi alwala walbara, bali mnajenga katika kauli yake albara walbara.
mnawapenda watu na kuwachukia watu na kuanzisha vurugu kwa sababu ya maneno ya Sheikh Abdullah al-Bukhari. Mkitajiwa maneno ya al-Allama al-Kabir Sheikh Muhammad al-Wasabi, shehe wako Abu al-Fadhl asema ni maneno ya kijinga. Subhana malikin nas, na'udhu billahi min al-hur ba'da al-kur. Sasa sina haja mimi ya kuyakariri maneno kwamba ni maftun au sio maftun, mnayafahamu kwa sababu yameshakaririwa sana. Isipokuwa katika wakati huu nataka niwasomee maneno ya al-Allama al-Kabir Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali hafidhahullah rahimahullah tabaraka wa taala rahmatan wasi'a. Aliulizwa naye ni katika maulama kibar, kama nitakavyonukuu katika maelezo haya, kwa nini mnachukua maneno ya Abdullah al-Bukhari na wala hamuzingatii maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi? Illa mtakunu ashaba hawa, kama hamjakuwa nyinyi watu wa matamanio ya nafsi zenu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullahu ta'ala, baada ya mwezi mmoja na siku tano, baada ya mwezi mmoja na siku tano kutoka jarh ya Sheikh Ubaid kwa Sheikh Abdurrahman al-Adani alipomuita mughaffal wala yasluhu litadris, kwa sababu jarh hiyo ya Sheikh Ubaid ilitoka tarehe 12 mwezi wa Muharram mwaka 1436 lilhijra. Jarh ya Sheikh Ubaid ilitoka tarehe 12 mwezi wa Muharram mwaka 1436 baada al-maghrib. Aliulizwa swali hilo na Hani ibn Buraik. Sasa baada ya mwezi na siku tano itakuwa ni lini hiyo? Yani mwezi wa Safar tarehe 19 mwaka 1436 kuna vijana walikwenda kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali rahimahullah tabaraka wa taala, wakamuuliza swali lifatalo: qala fadilatu Sheikh al-Allama al-Walid, muulizaji anasema Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi afakumullah wa hafidhakum, hal min kalimatin tuwajjihuna biha al-muslimina umuman wa ahli as-sunnati khususan fi mas'alati at-tan fi ulama wa mashayikh ahli as-sunnah fil Yaman, la siyama الشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى، وأنتم ولله الحمد من أعلم الناس بأحوال اليمن وعلمائها ومشايخها من غيركم، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. صاليلو أنا أريد الشيخ محمد الإمام شيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي فضيلة الشيخ العلامة الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي عافاكم الله وحفظكم. الله تبارك وتعالى awaponye na kadhalika awahifadhi. Hal min kalimatin tuwajjihuna biha almuslimina umuman, je, kuna neno lolote ambalo mwaweza kulitoa mkawaongoza kupitia neno hilo waislamu kiujumla? Wa ahla sunna fil Yaman wa ahla sunna khususan, na kadhalika mkawaongoza hasa ahli sunna kupitia maneno hayo. Fi mas'alati at-tan fi ulamai wa mashayikh ahli sunna fil Yaman, katika suala la kuwatan na kuwazungumza maulama wa ahli sunna Yaman, khususan al-Sheikh Muhammad al-Imam hafidhahu Allah ta'ala, khasatan Sheikh Muhammad al-Imam. Wa antum, na ili hali kwamba nyinyi walillahi alhamdu, Allah tabaraka wa taala ndo anastahili kushukuriwa, min a'lamin nasi bi ahwali al-Yaman, ni katika watu wanaofahamu zaidi hali za Yaman, wa ulamaiha wa mashayikha, na maulama wake na mashayikh zake, min ghairikum, kuliko asiokuwa nyinyi, wa jazakumullahu tabaraka wa taala khairan. Su'alun wujjiha ila Sheikh al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali rahimahullahu taala. Fa ajaba fadilatu Sheikh, katika swala amesema hafidhahullah kwa sababu alikuwa hai, lakini hivi sasa mimi nasema rahimahullahu tabaraka wa taala. Asema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fala a'lam min ulama'i as-sunnah fil Yaman, asema sifahamu mimi kutoka kuhusu maulama wa sunna Yaman, Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي، الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني، الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري، الشيخ محمد بن صالح الصوملي، الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي، إلا خيرا، سفهام kutoka mashekhe yao chochote isipokuwa khairi. Wa thabatan ala alkitabi was sunna, kadhalika na kuthibiti katika kitabu na sunna. Wa da'watan ila at-tauhid wa sunna, na sifahamu isipokuwa hao watu wanaolingania watu katika tauhidi na sunna. Fa ana uzakkihim, mimi na wazaki hao, wa radhi anhum, na pia niko radhi na wao, wa ad'u lahum bikulli khairin, na nawaombea wao kila la khairi. Wa man takallama fihim, na yoyote atakayewazungumza hao maulama niliyowataja hapo juu, faqad dhalama nafsa,
huyo ameidhulumu nafsi yake. Wa kana alwajib, bali kilichokuwa ni wajib, alwuqufu ma'hum, kusimama pamoja nao, waddu'a lahum, na kuwaombea dua wao, wa hathu an-nasi ala akhdhi al-ilmi minhum, na kuwashajisha watu wasome kwa hao jamaa, wasome kwa hao maulama. Walakin almuwaffaqina qalilun, lakini watu wanaopewa tawfiki ni wachache bwana. Walakin almuwaffaqina qalilun, ni wangapi walokuja Yaman grupu sasa hivi wako wapi? Wamerudi. Limadha? Walakin almuwaffaqina qalilun, kwa sababu wanaowafikishwa bwana ni watu wachache. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, na Allah tabaraka wa taala anamkhusisha kwa rehema yake kwa yule amtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. Qala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kana hadha al-liqa, anasema mwandishi, ilikuwa mkutano huu lailatul khamis, yani Jumatano, magharibi ya Jumatano, usiku wa Alhamis, Safar, katika mwezi wa Safar, tarehe 19 am 1436. Nimesema mwezi mmoja na siku tano baada ya kuteremka jarh ya Sheikh Ubaid. Maneno haya au mkutano huu ulikuwa Al-Hudaida, katika manzili ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ameandika Sheikh Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razi hafidhahullah tabaraka wa taala. Utasemaje hapo sasa? Mtu ambaye anasema kwamba hawa wamezakiwa na Sheikh Al-Usabi, utasema kwamba hayuko na kibarul ulama? Kwani Sheikh Al-Usabi si katika kibarul ulama? Bali hawa jamaa wanataka wajalie hili neno kibarul ulama ni maulama fulani fulani wa fulani wa fulani. Na insha Allah tabaraka wa taala nitatoa maqta khasa inazungumzia masala ya kibarul ulama. Sasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah taala min ulama al-kibar fi hadha al-asr, ni katika maulama kibar katika asrihi, kwa ushahidi wa maulama kibar. Naanza na Sheikh الإمام حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه. anathibitisha kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi ni katika kibaru ahli al-ilm. Anasema kama katika majalis shahr Ramadan, wa hadha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi kabir ulama al-Yaman wa du'atihim, ni kabir wa maulama wa Yaman na maduati wao. Amesema katika majalis shahr Ramadan. Na Sheikh As-Suhaimi aliwahi kutoa, Sheikh As-Suhaimi Salih ibn Saad As-Suhaimi ambaye umri wake kwa sasa unakaribia miaka 80, na kama hajafika basi ameshapita miaka 75. Ni katika Qurana wa Sheikh Ubaid al-Jabiri, amesuhubiana na Sheikh Ubaid katika kusoma na mambo mengine zaidi ya miaka 40. Sheikh Salih ibn Saad As-Suhaimi aliwahi kumradi mmoja katika vijana wa Kihaddadi ambaye anakwenda na manhaji ya Kihaddadi. Aliwahi kuulizwa na kijana huyo kwamba je, inafaa kumwombea dua Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi? Akaeleza swali la ajabu, anasema swali la ajabu. Alim ameutumia miaka 50 sana, anasema miaka 50 ameitumia katika nashru sunna wa tauhid. Leo mtu anakuja kuuliza swali kwamba inafaa kumwombea rahma Sheikh Muhammad al-Wasabi. Umri wake aliotumia katika da'wa haujafikia mpaka leo umri wa umri Abdullah al-Bukhari. Sheikh Abdullah al-Bukhari umri wake ni miaka 48. Sheikh As-Suhaimi anasema miaka 50 ameitumia katika da'wa. Sio kama mnanifahamu, ili mpate kuwafahamu hawa jamani ashabu hawazungumzi mambo kwa adilla wa insaf. Sheikh Muhammad al-Wasabi ametumia umri wake katika da'wa, sio kuzaliwa katika da'wa. Sheikh As-Suhaimi anasema 50 sana, miaka 50. Sheikh Abdullah al-Bukhari mpaka leo ana miaka 48 tangu azaliwe, si tangu kufanya da'wa, tangu azaliwe. Faman akbar wa man ahqqu bil ittiba', na ni nani mwenye haki zaidi ya kufuata? In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mwafahamu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi wa kweli. Au kwa sababu huyu ni Yaman na huyu Msaudia, au kwa sababu huyu ni Yaman na huyu ni Msaudia, au kwa sababu Sheikh al-Wasabi hajawafikiana na matamanio ya nafsi zenu? Sasa Sheikh Rabi' anasema huyu ni kabir ulama al-Yaman wa du'atihim, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Sheikh As-Suhaimi juzi kabla ya siku 2 kutoka leo ametoa maqta mpya jadid. Katika maqta hiyo ameelezea kadhia hii, ameirejea, kisha akaelezea katika, akamtaja Hani ibn Burayk na Nizar As-Sudani, na maulama watakuja kumuelezea Hani ibn Burayk zaidi ya hivi, kwamba hawa ndio walioharamisha kumwombea dua, kumwombea rahma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, ni Hani ibn Burayk na Nizar As-Sudani. Na ndio maana leo unamuona Abul Fadhl akitajiwa Sheikh Muhammad al-Wasabi asema maneno ya jinga, kwa sababu Sheikh wake ni Hani ibn Burayk. Fahamuni ndugu zangu, hadha dinullah. Ikiwa sisi kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala tulisimama kuelezea dawa salafia pamoja na udhaifu wetu Zanzibari na kuwaradi
maamsho na watu mfano wao, mpaka wengine wakataa kutupiga, tukanusurika kumwagiwa tindikali na hao jamaa, tukanusurika na hao jamaa, dawa salafia. Leo mnakuja nyinyi kuichafua dawa salafia. Fahadhihi sihamu wal asliha, basi fahamuni hii mishale na silaha, ila nuhuri amthalikum muwajjaha, katika shingo za watu mfano wenu zitaelekezwa. Falan naskutanna, hatutonyamaza. Dawa salafia Zanzibari, katika watu ambao wana mchango mkubwa ni mimi, kwa nilisimama lillahi subhana. Nyinyi mnakuja kuharibu. Fahadhihi al aslihatu wasiham ila nuhuri amthalikum muwajjaha. Unaweza ukajiuliza ndugu msikilizaji kwamba vipi wanaharibu dawa salafia. Leo Salum anazungumza maneno aliyozungumza kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adani amesema kwamba Sheikh Muhammad al-Imam akae kwa raha zake. Sasa watu ambao wanaichukia dawa salafia wanaweza kuingia katika internet wakayasikiliza maneno ya Sheikh Abdurrahman kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikawa hakuna hilo neno, na Salum amekaa hapo anaizungumzia dawa salafia, yatakallam bismi dawati salafia, anaizungumzia dawa salafia. Huoni kwamba huyu mtu ambaye anaichukia dawa salafia katika hao mahizbi atachukua maneno haya na kuwabandika kwamba nyinyi ni waongo, kwa sababu hilo neno hakuna katika maneno ya Sheikh Abdurrahman. Huku siku ichafua dawa salafia. Sasa kama mumeingia mnachafua dawa salafia, fahadhihi al-aslihatu wa fahadhihi as-siham wal asliha ila nuhuri amthalikum muwajjaha. Namalizia hapa, nasimama hapa, lakini biidhnillah tabaraka wa taala tutakapopata fursa, kwa sababu sisi twasoma, kuna masomo ambayo tunayafuatilia, tutakapopata fursa biaunillahi tabaraka wa taala wa tawfiqi, tutasimama kujibu shubha zenu na kuwaambia waislamu na masalafi msiwasikilize hawa watu ni wababaishaji. Pia naomba ombi kutokana na maombi yenu nyinyi mlioyataka. Mnaniomba kama mimi nibainishe maukifu yangu kutokana na fitna iliyoko. Naomba watu wa shura Zanzibari wote wanaosimamia shura dawa salafia, kwa kuambia niko tayari kubainisha maukifu yangu, lakini nije nipewe fursa Masjidul Faruq litolewe tangazo kwamba leo Abu Muawiya atabainisha maukifu yake kuhusu fitna hii, na mimi nitabainisha kwa ikhtisar, kisha nitatoa maukifu yangu kama walivyofanya hawa ikhwa. Naomba hilo, kwa sababu hapa mimi sijatoa maukifu yangu yoyote. Wa inna ma ahki liman ba'da anil mas'ala, na wasimulia wale walioko mbali na kadhia, thumma ashghalana bil khawd fiha, kisha akatushughulisha kwa kuingia fitna hizo, kama alivyosema akhi wa habibi Muhammad Quraish hafidhahullah tabaraka wa taala katika makala yake. Kwa hiyo naomba watu wa shura, hili ni ombi linapelekwa, naomba watu wa shura nitakapokuja, kwa sababu mimi nina ziara ya kidawa ambayo nitakuja siku yoyote kuanzia leo biaunillahi tabaraka wa taala wa tawfiqi. Saa yote ambayo Allah tabaraka wa taala atafanya wepesi, nitakapokuja ipangwe siku maalum na mimi nizungumze ndani ya Masjidul Faruq kwa wasaa kidogo, kisha nifanye summarize kama wanavyosema wenyewe ya kutoa maukifu yangu kutokana na fitna hii, kisha watu watajua nini vile vya kufanya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haya ni mafuta ya mwanaume halisi. Haya mafuta kazi yake kubwa ni kurefusha uume na kuunenepesha uume, lakini pia mafuta haya yanakwenda kukunjua misuli ya uume. Yani kikawaida sisi vijana tulifanya sana masturbation, uume ukasinyaa. Mafuta haya yatafanya uume wako, mishipa yako irefuke, maana ikunjuke, lakini pia yatakurefusha na kukufanya uume wako kuwa strong. Tumeelewana? Haya hayafanyi ya kwamba wewe ufanye tendo la ndoa kwa muda mrefu. Haya hayafanyi kazi hiyo. Kazi hiyo inafanywa na dawa hii. Hii dawa inatumika na maziwa safi. Mzee, tafuta maziwa safi, tafuta asali safi. Dawa hii unatia kijiko hichi kimoja kwenye sufuria yako ya maziwa safi, unaichemshia. Ukimaliza kuyachemsha maziwa yako, kunywa yale maziwa, lakini kabla hujanywa changanya na asali tena safi kijiko hichi. Ukiona mwanamke anajiamulia tu mambo bila kukupa taarifa au bila kukuomba ruhusa, ni wewe kwa sababu uko dhaifu sana. Hii dawa kazi yake itakupa nguvu wewe na itakutibu, sio booster kama zilivyo dawa nyingine mnazonunua huko. Hii inafanya mkeo ufanye naye kwa muda mrefu sana. Angalizo, kama hujaoa usiitumie tafadhali. Wewe mwanaume uliooa lakini changamoto yako hufiki popote, tumia dawa hii, utafika. Dakika ya kwanza tu ni dakika 20. Nusu saa ndo dakika ya kwanza. Ikiwa mkeo kisharidhika tayari, acha. Lakini kama tataka muendelee, utakwenda kuosha uume wako au utakwenda kutawaza tena. Ukitawaza
lisali linakuja hapo ni saa moja zima. Angalizo, kama hujaoa usitumie. Kwa hiyo mafuta ya mwanaume halisi yatafanya uume wako kuwa strong na uwe mrefu na mnene, lakini hii itafanya mashine ifanye kazi muda mrefu sana. Napatikana kwa 0618 22 33 97 na 0776 88 19 46. Hii dawa ni uhakika 99% wazee. Siafu Online TV, qulil haqqa wa in kana